Mwambie Bwana ni asante katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana ni asante. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana unastahili kuabudiwa na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Hakika Mungu amekuwa mwema kwa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Amenilinda for the 3 months, hazakubali nifutwe kazi. Ninakushukuru Bwana kwa miezi hii mitatu. Baba, umekuwa nami kwenye kazi yangu, umenibariki my God, in the mighty name of Jesus. Hata wakati ambapo Bwana there is stress, there is depression, oh Father my God, umekuwa nami katika jina la Yesu Kristo. Hukukubali adui aweze kuchukua maisha yangu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. The spice of carrying, oh God, in the name of Jesus Christ, vitu ambazo umenibariki, ninashukuru mfalme wa majeshi. Hukukubali aguze moyo wangu, hukukubali aguze maisha yangu. Ninakutukuza, ninakuinua. Asante mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo Bwana, tunasongea kwenye miguu yako tukiabudu na kuinua jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Familia yangu Bwana ina afya. Ninakushukuru, ninakuinua. Tulipoanza Januari Baba, katika familia tulikuwa 2, sasa umetuongeza tumekuwa 3. Baba, tunashukuru kwa rehema zako. Thank you for Jehovah Father my God, kwa miezi 3 katika Bwana wa majeshi familia ya sifa na utukufu Bwana. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo Bwana, kwa miezi hii mitatu mfalme wa majeshi umebariki kazi yangu. Ninakushukuru, ninakuinua. Pokea sifa na heshima zote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hakika mkono wako umekuwa pamoja nami, in the mighty name of Jesus. Nimetembea Bwana kuhubiri injili yako. Umekubali Bwana nilipokuita, katika jina la Yesu Kristo. Ninapowaelezea kuhusu Yesu Kristo, Yesu Kristo unakuja unafanya miujiza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nakushukuru Bwana, in the name of Jesus. Hujaninyima fare ya kwenda kuhubiri. Ninakushukuru Bwana, umenibariki katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante Bwana wa mabwana, in the name of Jesus, kwa sababu Bwana wa mabwana, in the name of Jesus, ya wokovu asubuhi ya leo Bwana wa mabwana, umenipa neema ya kuhubiri nikiwa nimeokoka. Ninakushukuru Bwana kwa miezi mitatu. Hakika imekuwa mkono wako, imekuwa fadhili zako, imekuwa rehema zako. Nikitazama nyuma ninaona ni wewe, nikitazama mbele ninaona ni wewe, nikitazama kando ninaona ni wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Enenda nami Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru mfalme kwa sababu siku ya leo Bwana nimekuwa Bwana katika barabara kwa miezi hii Bwana mitatu. Umenilinda mfalme wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Tikomanya kwegita gaikana kwemenyerera ende mwathani ni wega waku, ende Jehova ni tha ciaku mwathani thwaranite hamwe na ithwe thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Nakushukuru mfalme, katika jina la Yesu Kristo. You have not allowed accident in my life, in the mighty name of Jesus, for these 3 months. Baba, ninashukuru katika jina la Yesu Kristo. Hata ninapoingia my God, katika jina la Yesu Kristo, in the second quarter, in the mighty name of Jesus, ninaomba rehema, ninaomba baraka, ninaomba kibali katika jina la Yesu Kristo. Mahara nitaenda kuhubiri, ninapopaza shika kipaza sauti hata kuibisha Bwana, ninaomba ya kwamba watu wakapone katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaposhika kipaza sauti ninaomba ukaweke watu huru katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, in the mighty name of Jesus Christ.
Christ. Ninaposhika kipaza sauti Bwana, ninaomba ya kwamba mfalme wa majeshi, ya kwamba neema yako ikaonekane katika jina la Yesu Kristo. I decrease that you may increase in the mighty name of Jesus. Thank you because of second quarter, my Father. Ninaomba kulindwa kwa damu, ninaomba Bwana wa mabwana kulindwa kwa damu ya Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. I know in the name of Jesus Christ, in the Rock of Ages, my Father, it's where, in the name of Jesus, it's where my stand is, in the name of Jesus Christ, in the Rock of Ages, my Father, my God. Hapa ndipo ambapo ninapata Mungu wa majeshi, in the name of Jesus, the covering, in the name of Jesus, because I am in the rock, because you are a Father, I am on the rock, I cannot be shaken, in the name of Jesus Christ. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Ninatukuza jina lako asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu Bwana. Enenda nasi Mungu. Shalabarozi ataladia za tarabu zeketebele bazopala mahando zantarabaraba zekarabo shetere barabo zikaramashata. Asante Roho wa Bwana, asante Roho wa Bwana. Ninaomba ukanisaidie in the name of Jesus. Shalabaraba zokarabia repalado shelebe zakaramahando. As we
you. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord.
hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashinda. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Wewe ni mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashinda. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. wewe Mungu Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua,
yako twaielewa, unaponena twasikia. Wewe ni mwanzo, wewe ni mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hamtashinda. sauti yako nitatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, kuna uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Msalaba, oh, asili ya mema, tutatua mzigo hapo.
pumziko hapo na uzima, furaha daima, njoni kafurahini pangu. Inua mikono yako, mwambie Bwana, I surrender. Ninainua mikono yangu mbele ya msalaba wa Yesu katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Msalaba ndio unatuasilia mema. Msalaba una uzima, una furaha daima katika msalaba. Siku ya leo tukikumbuka kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyokwisha, katika jina la Yesu Kristo mwambie Bwana, niko hapa, wewe ndiye tegemeo langu, na yapiga magoti yangu kwenye msalaba, msalaba ulioniokoa, msalaba uliondoa dhambi zangu wakati Yesu aliwekwa kwenye msalaba. In the mighty name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, akakuwa laana ili Mungu akamrejeshe mwanadamu katika jina la Yesu Kristo, ili mwanadamu akarejee katika mahali pa mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako ukimwambia Bwana, asubuhi ya leo ninasongea kwenye msalaba, ninasongea kwenye wokovu. Katika msalaba ndipo unapata wokovu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tunaweza kukumbuka vile ambavyo Yesu aliteseka, vile ambavyo Yesu aliuawa, vile ambavyo walimtemea mate kwa sababu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah to the Lamb of God. Nasongea Bwana katika msalaba. Hapa ndipo wokovu wangu ulipatikana kwa sababu ya mmoja kusulubiwa. Hapa ndipo Bwana wa mabwana nilipata kupewa jina katika msalaba. In the mighty name of Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. More than 2000 years ago, and near the cross, it is the only sacrifice in the name of Jesus Christ. Jebalo shilalaba zekara mahande, ripalaro zadila bahande bezopala masheta, rekalaba zopala mashata. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu nisaidie, 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 nisaidie hapo katika wokovu wangu ulipotoka katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba majibu mengi yapo hapo kwenye msalaba katika jina la Yesu Kristo. Jesus, you became a mediator in the name of Jesus between men and God. In the name of Jesus, it is on the cross of Calvary tree. Shalabagando bozekele barabozia mekaramazo paraboshetere barabazeka maroze dalaya handere bazekere mashata mekarabazo parabasheta ramazo karamahando mekarabazato radabashata ramahanda mekarabazia dabahando shale barabazeka ripaloze dalabahanda shakate baraboza mekaramazia dabosheta ramazeka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Msalaba unawasilia mema. Msalaba, rana zetu ziliwekwa pale kwa msalaba. Huzuni yetu iliwekwa kwa msalaba. Yesu akatupa furaha kwenye msalaba wako Yesu. Ulibeba msalaba Yesu ili mimi niokolewe. Shale bazo paramazo karamashata riba zote le barabaze karamanda. Sababu yangu ya kusulubiwa ilikuwa, sababu yako ya kusulubiwa ilikuwa ni mimi. In the name of Jesus. Ninatua mizigo yote kwenye msalaba Yesu.
barabu zikiri mahali bazuba. Chukua nafasi yako Bwana. Katika msalaba wako tunasongea. Kwenye msalaba tunasongea. Kwenye msalaba tunasongea. Shaka barabaraba zuparadish ribarabu zike maraba zuparaba shata. Thank you, mediator Jesus. Thank you, mediator Jesus. Thank you, mediator Jesus. Have your way. Thank you, mediator Jesus. Your love is amazing. Ningetaka utafakari upendo wa msalaba. Mtu anapeana maisha yake kwa sababu yangu na kwa sababu yako. Tafakari vile ambavyo Yesu alipokuwa anaanguka, anainuka. Wewe wakati mwingine kwenye maisha yako unaanguka na una give up kwa sababu ya maisha yako. Lakini Yesu kwa sababu ya maisha ya wengine alianguka na akaamuka. He never given up because of us. Today inatukumbusha vile ambavyo aliteseka. Akiwa Mungu, akiwa mwana wa Mungu, alikuwa na nguvu zote na mamlaka. Lakini aliongozwa kama kondoo kwenye kichinjio. Lakini kwa yote, alijua yote yatafika. Akamwambia Baba katika shamba la Gethsemane ya kwamba Bwana, kama kikombe hiki unaweza kuniondolea, lakini mapenzi yako yafanyike. Kwa sababu alijua sababu yake ya kuja ulimwenguni ni ili akaweze kumwokoa mwanadamu, ni ili akaweze kurejesha upendo wa Baba na Mwana. Hii ndiyo sababu ambayo tunakumbuka siku ya leo, siku ambayo Yesu alikuja, akakuja akiwa mwenye upendo, akakuja akiwa mwenye huruma mingi katika jina la Yesu. Siku ya leo nilikuwa ninasoma neno kwenye kitabu cha Luka. Biblia ikaniambia ya kwamba kulikuwa na mti mmoja ambao haukuwa unaweza kuzaa. Baba akasema nitaukata mti huu. Yesu akasema hapana, nipatie wakati niweze kuweka rotuba, nipatie wakati niweze kuprune, ili ya kwamba tutaona ya kwamba utaweza kuzaa. Ilikuwa ni mimi ndiyo nilikuwa mti huo ambao haukuzaa. Lakini Yesu akasema, Baba usiwakate, lakini nipe nafasi niweze kuweka rotuba. Rotuba kubwa ilikuwa ni yeye kusulubiwa msalabani. Upendo mwingi wa Yesu. Asante Yesu, tunakutukuza siku ya leo. Tuko kwenye madhabahu yako. In the name of Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, yes. Thank you Jesus. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ulimkubali Yesu Kristo aweze kuja hapa duniani ili aweze kutuokoa. Baba, asante Yesu kwa sababu ulikubali kujitoa. Ulijitoa kama kondoo ili sisi tukaweze kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Wakati wa mababu zetu walitoa kondoo, ila ulipokufa msalabani ukasema ya kwamba yamekwisha, kwa sababu dhabihu lako linatosha. Sihitaji tena kuja na kondoo kulitoa kwenye madhabahu, kwa sababu wewe kondoo wa Bwana, dhabihu lako lilitosha yote.
katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya siku ya leo Bwana, siku ya kukumbuka vile ambavyo uliteseka na vile ambavyo ulikufa, vile ambavyo ulipigiliwa mishumari, vile ambavyo uliwekwa kofia ya miiba, vile ambavyo ulipigwa vichapo katika jina la Yesu Kristo, ili sisi maisha yetu yakaweze kuwa sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Tupe imani siku ya leo in the name of Jesus. I know today this is the day that the Lord has made, that we rejoice and be glad in it, and it is in Jesus mighty name we pray and believe. Amen. Sema amen kwa sauti. Haleluya, haleluya. Imegharimu Yesu kutufia msalabani, ndipo siku ya leo tunataka kumsifu kwa sababu ya matendo mema katika jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. 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 Haleluya. Weka makofi kwa Yesu. Oh, msalaba wa Yesu, haleluya, umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yahweh, msalaba umeniokoa mauti. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa laana zote. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Wapa makofi kwa Yesu. Ni kwa msalaba tu. Umwangile, umwangile, umwangile mwana wake ala. Umwangile, umwangile, umwangile mwana wake ala. Umwangile, 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 umwangile mwana wake ala. Umwangile, 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 umwangile mwana wake ala. Oh, umwangile, 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 umwangile mwana wake ala. Umwangile, 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 umwangile mwana wake ala. Oh, umwangile, umwangile, umwangile mwana wake ala. Umwangile, umwangile, umwangile mwana wake ala. Umwangile, 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 umwangile mwana wake ala. Umwangile, 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 umwangile mwana wake ala. Unaweza, 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 unaweza mwana wa Mungu. Oh, 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 unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Unaweza, 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 unaweza mwana wa Mungu. Unaweza, unaweza,
unaweza, unaweza Bwana Mungu. Wakomboa kwenye dhambi, Wakomboa Bwana Mungu. wakomboa Wakomboa Bwana Mungu. waokoa kwa upendo, Wakomboa Bwana Mungu. waokoa kwa mavumbi Yesu, winuliwe Bwana wa mabwana, winuliwe, umetenda mema. 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 Winuliwe, wewe ni Mwokozi, winuliwe, umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana, winuliwe, umetenda mema. Tunakuinua Simba wa Yuda, wewe winuliwe, umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana, winuliwe, umetenda mema. Umetenda mema, Umetenda mema, umetenda mema, umetenda umetenda mema, mema, umetenda 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 Yawe. umetenda mema. Piga legele kwa Yesu. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Alisulubiwa wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Aliniokoa wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. 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 Wa milele. Alinipenda wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Alinipenda wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Alikufa kwa ajili yangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. 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 Wa uzima Wa uzima. Haleluya. Nenda mbele za Bwana, mwambie ni asante kwa sababu ya kumtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili aweze kutupea neema ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. You are highly exalted, you are highly magnified in the name of Jesus. You are worthy, my God, mighty King of Kings, in the name of Jesus. Yesu tunakushukuru. Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya kufa msalabani, kwa sababu ya dhambi zetu. Tunatambua wema wako, tunatambua nguvu zako, tunatambua rehema yako, tunatambua ukuu wako katika jina la Yesu Kristo. We continue to surrender to your will, O God, in the mighty name of Jesus. Bwana, tumetenda dhambi kupitia mambo mengi Bwana, kwa sababu ya kukaidi neno lako. Tunaomba msamaha in the name of Jesus. May you sanctify us
by the blood of Jesus. May you sanctify me by the blood of Jesus. May you wash my body, soul and spirit in the name of Jesus. May you wash these men and women in your mighty power. Rikayara bashata, rebazaka bayanda, riboshete rebayanda, rebashata rabayanda. We welcome you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Ambia Mungu akakubali sadaka zako katika jina la Yesu. Ibada hii akaikubali mbele zako katika jina la Yesu. God's intervention, God's grace and favor in the mighty name of Jesus. Si Mungu kakubali sadaka ya siku ya leo. Tumeitenga Bwana kwa sababu ya kudedicate Bwana mwezi huu wa 4. Tunatangaza neema, tunatangaza nguvu zako, tunatangaza rehema yako. We invite your presence, we invite your grace, we invite your favor in the mighty name of Jesus. Holy Spirit of the living God, we welcome you this morning in the mighty name of Jesus. Jehovah God of the universe, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, in the mighty name of Jesus, we surrender to you, Lord. In the mighty name of Jesus. Reba shataraba yanda, riboshete rebazia, rikayata raba yanda, rekayata raba boshi. Kila giza yondoke, achilia nuru. Kila kifo yondoke, achilia uhai. God's intervention in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, every demonic ritual that has been performed against me, that has been performed against this altar, that has been performed against this ministry, we silence those rituals. We bombard them now. We destroy them in the name of Jesus. Demonic altars, demonic shrines harassing us, Lord, we consume them in the name of Jesus. And therefore we declare the blood of Jesus over our lives. We declare the blood of Jesus over our families, over our businesses, over our destiny in the mighty name of Jesus. Asante kwa sababu ya kutuokoa na kusajili majina yetu kwenye kitabu cha uzima. Tunatambua nguvu zako, tunatambua wema wako, tunatambua mamlaka yako. Rekayara bashanda, ribashete rebazia, rekayata rabayanda, rekayata rababoshi, remazaka bayata. Jifunike kwa damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu katika maisha yako, katika jamii yako, katika anga yako, katika jina la Yesu. Hata kwenye hii madhabahu, hata kwenye huduma hii, katika jina la Yesu, we declare and decree the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Rebashara bayanda, ribashatara bayanda. Devil, you are a liar. Devil, you are a loser. You lost a battle 2,000 years ago in the mighty name of Jesus. You are under my feet. You are under our feet. We command you now to remove your dirty hands out of our way, out of our destiny. Tunafungulisha anga zetu, nyota zetu katika jina la Yesu. Reka rabayanda, ribashata rabazia, repashata rabayanda, makayanda rabazia, riboshete rebayanda. Tunafunga milango ya magonjwa kinyume na maisha yetu. Tunafunga milango ya umaskini kinyume na maisha yetu. Tunafunga milango ya kifo katika jina la Yesu. Tunafunga milango ya bankruptcy na poverty, limitation, setback na delay katika jina la Yesu. Every demonic ritual that has been performed through the grave, we silence it in the name of Jesus. Wewe kaburi, hauna uweza juu ya maisha yangu. Wewe kaburi, hauna uweza juu ya hii madhabahu, juu ya washirika wa hii madhabahu na huduma. Wewe kaburi, we silence you now. Rekarabayanda, 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 repashatarabayanda, rekayarabashanda. Every demonic rituals that has been performed locally, nationally, internationally, we want to silence them in the name of Jesus.
demonic priest and priesthood against us, we bring them down. We invite Jesus as the priest, the high priest, in the mighty name of Jesus in our lives. In the name of Jesus, I invoke the blood of Jesus. 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 Riba kayanda raba shata, riba shata raba zia, ribo shete reba yanda. Every curse is coded and designed and programmed against us. We bring it down in the name of Jesus. We bring it down in the name of Jesus. Expand, decorate and advertise in your mighty power. Bwana, tutazalisha mapoza, kila maroho ya mapoza tunainyamazisha, 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 tunainyamazisha. Thank you for the power and authority you granted upon us, Lord, in the mighty name of Jesus. Every demonic ceiling, we break it in the name of Jesus. Demonic ceilings be broken now in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord, for your power. We thank you, Lord, for your victory. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Karibuni sana. God bless you. Praise and worship team. Bwana wabariki sana. Nataka tuingie katika neno la Mungu katika kitabu cha Romans. Romans chapter number 5. Na tunaongea kuhusu being right with God. Being right with God. Romans chapter number 5. Tutaanza mstari wa kwanza. Hallelujah. Ukisoma historia ya Romans, utaona ya kwamba wakati Yesu alikuwa hapa duniani, utawala ambao ulikuwa unafanya kazi hapa ni the Roman Empire. So Israel was a protectorate. Protectorate ni pahali ambapo watu wanaenda wananyakua, alafu wanapanda kiongozi wao pale. That's why unakutaga ya kwamba walipanda watu kama akina Pilato, wakapanda wengine walikuwa naitwa Herode si jina la mtu. Herode is just like what we do in Kenya, ambapo tunasemaga president. Sometimes kuna mataifa ambayo inaitaga watu prime minister, ingine wanaita kings. Sasa during those times, wakati wa Roman Empire, Herode ndiye alikuwa anachukuliwa na the Roman people, lakini ni mtu wa kwao. Mtu wa Israeli anachaguliwa, anapewa mamlaka. Sasa atakuwa ana control hiyo mji, lakini ana report to the Roman Empire ama to Rome. So Rome ndio ilikuwa inatawala dunia nzima, lakini Israelites ndio walikuwa wanatawaliwa na Roma, lakini japokuwa wao ndio tu wanajiongoza, lakini utawala mkubwa, the policies ama constitution inaongozwa kutoka Rome. So wakati watu waliokoka, and especially during the Pentecost, mnakumbuka vizuri wakati Roho Mtakatifu alikuja, ilikuwa siku ya Pentecost, celebration of the 14 days ya Passover. Wale ambao wanakumbuka, sasa kuna watu zaidi ya 3,000 walimkubali Yesu, zaidi ya 3,000. Na wakati walimpokea Yesu, Biblia inasema ya kwamba there were people from different places. So some of them were from Rome. Wakati walimaliza siku 14 wakarudi kwa Roma. And therefore the Church of Rome wakaanza katika hali ya kuamini Yesu Kristo. Kutoka siku hiyo iliwabidi sasa waanze kufunzwa jinsi Yesu anavyotaka. Lakini huwezi funzwa mambo ya Yesu kama haujamuelewa ama hujaelewa kazi ambayo alikujaga kufanya hapa ni gani. Tuna watu wengi ambao walimpokea Yesu lakini sasa wamekuwa walimu. Na wamekuwa walimu with default, ama hawajui wanafunza nini. They are in the media, they want to preach, na wanataka wajulikane wao ni wahubiri, lakini hawajui mambo ya Yesu, the business ambayo Yesu alikuja kufanya hapa duniani. And that's why tunasikia mambo kama prosperity gospels, injili hizi za kuambia watu ukipokea Yesu unapata magari, ukipokea Yesu unapata manyumba makubwa, ukipokea Yesu mambo yako inakuwa shwari. Lakini Yesu wakati alikuja hapa duniani alikuja ku fill the gap ambayo ilikuwa imetengenezwa na Adam.
ya fellowship. Wakati mwanadamu alianguka ama aliondoka mbele za uso wa Mungu, kulikuwa na kitu inaitwa gap. There was separation. Na kutoka siku ile Adam hawakuwa wanaongea na Mungu sasa. Wakati alifukuzwa katika shamba la Edeni, there was no communication between God and man. So ilibidi mwanadamu sasa aanze kutoa kafara zake ili ainvite Mungu. Unashika kenye nasema? Sasa mwanadamu ameondoka. Kama anataka ushirika wa Mungu, sasa ilimbidi atoe kafara ama invite Mungu sasa akuje waongee occasionally. Sasa si permanently venye Mungu alikuwa anatembea anaongea na yeye, kwa sababu Mungu akikaa na Adam na ameona dhambi anaweza muangamiza, anaweza muua. So sometimes God decided atakuwa sasa hakuji karibu na mwenye dhambi. Lakini shida ni hiyo dhambi mwanadamu ambaye amefanya nini? Amecreate. So the reason as to why kulikuwa sasa na mjadala wa kumkomboa mwanadamu, sasa hii ndio tunapata Yesu amekuja. So Paul wakati wanaandikia kanisa hili la Roma, walikuwa wanataka kuwafunza ama to educate them on Jesus. Wawafunze huyu Yesu mnaongea juu yake ni nani? Kazi yake alikuja kufanya nini hapa duniani? Hallelujah. Na Biblia inasema Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Na maarifa tunasemaga mara nyingi ni kukaa chini unafunzwa. Usiseme unajua kitu. Hallelujah. Usiseme unaelewa kitu. Kwa sababu wakati utaanza kusema nejoe muthenya ucio niguo mukora nonaka. Kuna mambo mengi ambayo hata sisi wahubiri hatujui, hata mimi nikiwa bishop. So sometimes I need to listen. Nisikie, alafu nikisikia ninapata kuongezeka kwa maarifa. Na wakati umeongezeka kwa maarifa, unaongezeka kwa neema. The more you get to know knowledge, you increase in grace. Hallelujah. That's why unaonaga watu ambao wameokoka leo wanashangaga, wanashindaga watu wanafanyaga mambo gani? Mundu hata gukiririria atia. Hebu niondelee hiyo echo. Kuna echo inakuja. Bwana atukuzwe. So kuna verse 1 inasema, now that we have been put right with God through faith, we have peace with God. Niko sawa? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now that we have been put right with God through faith, yani sisi tumerejeshwa katika ushirika wa Mungu kupitia imani. It is through faith. Na Biblia inasema ya kwamba faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia na kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo wale ambao hawasikiagi neno la Mungu hawana imani. Hallelujah. Mambo ambayo wamesikia mengi ndio sasa kila kitu ambacho unashindaga nacho ndicho kinakubadilishaga. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye ni wafujo sana, ujue kuna pahali kuna kuwaga na kashida. Kuna pahali fujo zinakuwaga nyingi. Hata foundation ulia wale lilione andu wanyu. Mudhigi. Before we know you, we must look at the background. Pahali ulitolewa. Kwa sababu kama akina generation ya kwenu si watu wazuri, usifikiria hata wewe utakuwa tu just like that ati mtu mzuri. Lazima utafanyiwa kazi ya kubadilishwa through faith. Kama venye tunasemaga Abrahamu alikuwa baba wa imani. Lakini ukiangalia katika historia ya kwao, mababu zao walikuwa wanainamia miungu ya sanamu. Waliinamia ibada zingine. Walikuwa wanachoma watoto wao kwa miungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba Abrahamu wakati aliambiwa na Mungu, toka kwa watu wenu, toka kwa miungu yenu, toka kwa vitu zenu nitakuonyesha, Abraham believed. Na unajua kuacha culture si kitu rahisi. Hallelujah. Utige mutugo wa kwanyu. Utigane na andu wanyu. Kama kuna vitu kali ni hizo. Kuachana na mambo ya kwenu, kuachana na watu wenu. It is a difficult task. Lakini nataka kukuambia kwamba wakati Yesu amekuja, Biblia inasema kwamba ametufanya tuwe na amani na Mungu. Kwa sababu yeye ndiye the mediator between man and
and God. Hallelujah. Kulikuwa na pahali tulikuwa tunafunzwa ya kwamba ukitaka kuinvite mapepo, najua mapepo si kitu unaonaga. There are rituals ambazo zinafanyaga mapepo ya kuja pahali. Na sometimes watu hawajuagi. Unajua hapa hakuna pepo inaweza kuja hapa kwa sababu this altar is consecrated to God. Tulidedicate kwa Mungu. So wakati tuko hapa, most of the things ambazo zinaweza happen hapa ni Roho Mtakatifu atembee, Yesu atembee, Jehova atembee hapa. Lakini wakati watu wamezoea kumwaga damu chini, wana invoke the spirits of the dead, wanaita, na kuna pahali ambapo wameinua madhabahu, hapo ndipo wanachinjiaga ng'ombe ama mbuzi ama kondoo ama kila kitu, na wanamwaga pombe hapo, na wanaita waliokufa hapo. Wakati unaenda kumwaga kitu chochote, hata kama ni maji kwa madhabahu yao, hiyo kenye kitatoka rahisi ni nini? Ni maroho ya waliokufa, kwa sababu umekaa kwa madhabahu gani? Madhabahu yao. Hallelujah. So it's very important wakati tunaambia watu ya kwamba ukitaka kuonana na Mungu lazima uinvoke Jesus and his blood. Hallelujah. Unajua watu wanasema ya kwamba wakati Yesu alikufa sasa aliondoa dhambi za watu wote. Hapana. Ukisoma vizuri katika John chapter 3:16 inasema ya kwamba wale watakao muamini, if you believe in Jesus, hautaangamia, utapata uzima wa milele. So wakati tumetrust Yesu, how do you trust Jesus? It is when you come where he requires you to be. That is how you trust. Hallelujah. Ukiona mtu akisurutishwa kwenda kwa madhabahu ya Mungu, ujue ya kwamba hajatrust hiyo madhabahu. Si umeona mpaka watu wengine wanaimba nyimbo wanasema icio kanitha hende mugashikora citari andu. Biblia ndiuga kanitha ugashikora itari andu, hatiri handu handikitwo. Hata katika Revelation kanisa zitakuwa na watu, Kenya kitakuwa ni watu watakuwa waovu hata ndani ya kanisa. Hivyo Biblia inasemaga hivyo. Bwana atukuzwe. But ukiona ukilazimishwa kuingia kwa madhabahu ya Mungu, yani it's a difficult task. Yani usikiage kuingia kwa madhabahu ya Mungu, kuna kasoro in the spiritual realm, in your connection. Hallelujah. Wona wamenyera ati handu hari yagwo nyama, na nduramenya ni nyama ciake cirathi kuri ukenda hau, ni wendete muno guthi hau, kiria gikoragwo giukite hakuhi nawe ni maroho ma ngomi, nikio mundu arotaga na andu aria makuire tene. Amen. Simon, ukianza kusikia unaota na watu waliokufa, kuna dhabihu ulifanya, kuna pahali umefanya dhabihu ukaconnect na waliokufa, ama ulifanya kenye waliokufa walisemaga. Nirudie tena ili mtu ashike kenye nasema. Hebu angalia mambo yako mpaka ya communication yako mpaka kwa ndoto. Just look at it. The fellowship that bring us to God is through Jesus. The fellowship that bring us to the dead is through libations, incantations, enchantment, spells. Hiyo ndio inakuleta kwa mababa waliokufaga. Bwana atukuzwe. Nikio wachagiriria kwirwa atiri no nginya uke walie na baba wanyu. Wale ambao wanaendaka kwa kaburi, si mnaona watu wanaenda kwa kaburi. Mtu amekufaga miaka 20 years ago, lakini mtu ameenda kukumbuka mtu amekufa 20 years ago. Alafu unaona analia kama mtu ambaye amekufa saa hii. Na alikufaga 20 years ago. Saa hiyo ni kuogea na waliokufa. The spirits of the dead, those spirits sasa ndizo zinakujaga, zinaanza kucommunicate na the living. Hallelujah. So wakati umefungua mlango na unatolea watu sadaka mpaka kwa kaburi, mnatolea hawa waliokufaga. Oya gikombe kia girathi itiriria gaburi-ini. Sasa utaanza kuota na hawa waliokufa, wataanza kukuongelesha. You have opened the door. Wakati umeingia kwa madhabahu ya Mungu, haujaambiwa ya kwamba uchinje kondoo ukuje mkutane na Yesu. Yesu anasemekana yeye ndiye ametoa mwili wake ukawa dhabihu. Kwa hivyo ni kukubali, utakubali ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Na ukimkubalisha kutoka siku hiyo, sasa unaanza kuona Yesu anaanza kukushughulikia tu mambo mengine. It is not by force. Unajua Yesu akiwa ndani ya mtu na aone kuna kasoro fulani, ataanza kukushughulikia, anaanza kukuambia through the Holy Spirit, anakuambia usipita hii,
pita hii njia ndio mzuri, hii njia ni mbaya, usipite hii. The same case applies. Ukienda kwa waliokufa umwage hizo pombe na damu, hawa waliokufa ndio watakuwa na kuguide, wanakujaga kutembea na wewe, ndio watakuwa angels wako wa kuguide. Waliokufa ndio wanakuongoza, lakini wewe ushirika wako na Mungu ulifanya nini? Ushaondoka. Unashika Kenya nasema. So Jesus has brought peace to us that we may have fellowship with God. Hatukuwa na ushirika mwema na Mungu, lakini wakati Yesu alikuja sasa anasema whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. That's why mara nyingi tukimaliza ibada tunaulizaga ni nani ambaye anataka kuwa na ushirika mwema na Mungu, ampokee Yesu awe mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema ya kwamba through the heart we believe and through the mouth we confess that Jesus is Lord. Ukitaka kuokolewa lazima uamini kwa moyo, alafu ukiri kwa mdomo ya kwamba Yesu ni Bwana. Ukikiri umefanya nini? Umeokolewa. That is the simplest procedure of the world. Deliverance inaendaga hivyo. Just believe in your heart, confess with your mouth that Jesus is Lord, and then you are born again. Hallelujah. Koguo ria meciragia ati he procedure ndaihu kana he comedy cibatie gwikwo nigetha mahonoke, hatiri njira ucio ungi, hakuna comedy ya kuokoka. Believing in the heart, confessing through your mouth. Ambia huyo mwingine, kuamini kwa moyo, kushuhudia kwa mdomo. Mrudie tena, kuamini kwa moyo. Make sure umeongelesha mtu. Kuamini kwa moyo, kutoa ushuhuda kwa mdomo. And then umeokoka. Hauhitaji tumaji fulani ati inatoka Nigeria ati sijui nini. Bwana tukuzwe. You just have to believe. Then you confess, you are born again. Hallelujah. Na ukiamini ile same power ambayo inatumiwa watu wa Amerika kuhubiri injili ndio wewe uko nayo ukiwa hapa Engineer. Hakuna mtu wako na power kubwa kwa sababu the standard of salvation is one. Bwana tukuzwe. Hauhitaji hata kuwekelewa mkono na mtu ambaye ati unasikiaga anafufua watu. Hakuna kitu kama hiyo. Nani anafufua? Yesu. Si huyo anafufua. Hata wewe ukimwamini, Biblia inasema ya kwamba he has given you power and authority. You can raise the dead. Kwanza anasemaga vizuri, enda, nimewapea nguvu na mamlaka ya kuponya wagonjwa, kufufua wafu, kutenda maajabu na miujiza. Kwa hivyo hata tukitembea hivi tukiwa hapa, Bwana tukuzwe, si lazima mimi niombe. Naweza kuambia Ryan, ombea mtu apone akiwa tu hiyo size. Naweza kuambia Mudhoni, tukienda pahali mtu amekufa, nimwambie wewe ombea mtu amekufa afufuke. Kwa sababu si Mudhoni anafufua, ni nani? Ni Yesu anafufua. Uliza huyo mwingine, umeshika Kenya nimesema. It is through faith. Hallelujah. Nole guo ya naguo. Shetani ni muuzaji wa uoga. Anauza uoga, watu wananunua uoga. Ukianza kuona kitu ambacho ni kigumu, hofu na uoga, unafanya nini? But we have been reconciled back to God through who? Jesus. So when we confess the blood of Jesus, it is the supreme authority. Hallelujah. Hiyo damu ndio sasa imeziba ile mwanya ilikuwaga kati ya sisi na Mungu. Kumbuka tunakumbuka kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu. Kuna watu wanasema ya kwamba Yesu si mzuri. Kuna watu wanasema Yesu ni mzungu. Nikasema ni vizuri tu, kwani Yesu alikuwa si ni Muisraeli. Waisraeli si wazungu by the way. Waisraeli they are medium, si watu weupe hivyo. They are there in between white and black. See, every human being came from one person, Adam. Hii difference ya color depends on environment na factors nyingi sana. Genetics. Bana tukuzwe. That's why unaonaga kuna watu wa Afrika lakini ni weupe kama wazungu na hawajai yapatana na wazungu. Sababu hata environment inafanya nini? Wale ambao wanakaa kwa jua sana naturally lazima wakuwe na kitu ambayo inaitwa defense mechanism ya kupigana na hiyo jua. Na that's how blackness inakujaga. Unajua hivyo?
That's why unaonaga watu ambao wanakaa sometimes kwa villages zingine wanakuwaga weusi kuliko wengine. Kuna wengine unaonaga ni weupe, walikuwaga weupe, sasa wanaanza kukua black wakikuja area fulani. Bwana atukuzwe. Na kuna wengine wanakuwaga white kwa sababu hawana damu katika mwili wao. Ikiwa hauna damu, watu weusi, ukianza kuona unaanza kuwa mweupe, usifurahi. Usipige makofi useme ati I'm a beautiful man, beautiful girl. Bana ada uangaliwe, inawezekana ni damu hakuna kwa mwili wako. Bana atukuzwe. Verse 2 inasema he has brought us by faith. Brought us by faith into his experience of God's grace in which we have we now live, and so we boast of the hope we have of sharing God's glory. Sasa nataka uone hiyo. Tumeongea mambo ya Yesu, ile kazi alikuja kufanya ni rahisi sana. Mstari wa 2 angalia kwa Kikuyu. Ni undu wa gwitikia ni atumite tukinye wega-ini wa Ngai. Kwa sababu ya kuamini amefanya tufike katika glory ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu ya imani. Haleluya. Na kama kuna kitu shetani anapiganaga nayo ni imani. So anajua ukiamini hamtaonana na yeye tena. Na shetani anatakaga watu ignorant, watu ambao hawajui. By the way, hata wale ambao ni matapeli sana, sijui kama mnajua kumejaa matapeli wengi. Mtu ambaye ni tapeli hatakagi mtu ambaye ako na hii. Tapeli anatakaga mtu mjinga. Mtu mwenye akikwambia ukiwekelea 100 hapa utapata 1500. Na kwa sababu wewe ni mjinga kwa hiyo mambo, unaona ya kwamba 100 si ni 100 tu. Ni kule 1500. Wacha niwekelee. Upande wake anajua hata pea mtu. Lakini nyote amewakamata tu kwa kuambia nitawapea 500,000. Alafu wanashika mtu kama Mungai, anamwambia Mungai, nataka nitakupigia simu nikwambie wewe ndiye umekula 1500, lakini nitakupea 200. Sasa wale wajiga, kwa sababu hata sisi tunajikutaga huko, mpaka bishop anajikutaga hapo, unawekelea 100 watu wenye wanakuwa targeted in Kenya, wanaweka watu, wacha tuassume tumeweka watu kama 1 million. 1 million times 100 million. Ni simple mathematics nataka kuwapea. Hata ukiweka 10 bob times 1 million, hiyo ni 10 million. Alafu tunapea Mungai 2000. Nani amekuwa tajiri? Sasa wewe unaambiwa ati sasa tunataka wewe fasting, uambie Mungu sasa yeye ni Mungu ambaye anapeanaga, anafanya watu wawe tajiri, lakini usiwe mjinga, wekelea 100. Uombe na uwekelee 100. So hiyo gap ambayo unaona ya ignorance ndio inafanyaga shetani sasa atumie watu. Kuna watu ambao hawajui ukiingia kwa madhabahu ibada ni yako peke yako, si ya watu. Ndio shogi. Unashika Kenya nasema hakuna ibada hapa ati kwa sababu wewe umekuja ati ibada ni yangu na watoto wangu. Lazima ufunze watoto wako ya kwamba wao pamoja na wewe kila mtu ni ibada yake. Hakuna mtu anatoleaga mtu mwingine ibada. Hawezi kutumana sadaka. Ukiwa nyumbani useme thiodu tereigo kona ririku. Thiodu tereigo kona riri. Ukipatiana sadaka uambie huyo mtu akutolee sadaka, yeye ndiye ameingia kwa madhabahu. Nani ametoa sadaka? Yeye ndiye ametoa sadaka. Usiseme ati nilitumanaga. That's why you need yourself to understand ya kwamba hiyo gap ya kuelewa wakati nimeingia kwa madhabahu ni mimi ambaye ninahitajika. Hakuna soul kubwa na ndogo. Bwana atukuzwe. Every soul is accountable before God. Every soul. Buliza rafiki yako, umeshika Kenya nimesema? Hebu ongea naye. Wewe ulikuwa unafikiria namna gani? Ate watu maana maudo na maleka. Bishop, unajua si kukuja lakini nilitumana. Unajua sita kukemea. Kwa sababu siwezi kemea mtu mwenye hajui.
Nitakukojea katika Bible study siku moja, utakuta hiyo maandiko pahali imeandikwa, nitakwambia. Pahali maandiko imefanya nini? Imesema wakati ulikataa kuingia kwa madhabahu, hakuna kitu ilifanyika in the spiritual realm yako. We ungirwara ri no uthio komie mwana thibitari ni ithenya-ini riaku. Hebu uliza rafiki yako. Mtoto akigojeka, wewe unaweza enda kulala kwa niaba ya mtoto wako? Mtoto abaki nyumbani, wewe uende useme ya kwamba mimi ndiye nitalala kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya mtoto. It is a personal responsibility. That's why tuko na watu wengine hapa wametutuma maombi. Wako hapo nje walisema wewe ukienda kanisa wewe niombe. Hatukukataa, lakini hata tukijaribu kuomba there is no connection between us and them and God. Hallelujah. Hakutakuwa na ushirika hata kidogo. That's why hata watu wakigojeka tunagojeaga watuite nyumbani. Watuite tukuje tuwaombe wapi? We must come and do a sacrifice on their behalf unless God wants something to happen in a miracle way. Lakini unajua Mungu hatakagi hii maneno yote tikue miracle. Ati kila kitu ni miracle mpaka kutoka hapa kwenda Nairobi ni miracle. Uliza rafiki yako kama unataka Mungu afanyaye kila kitu ni miracle. Ngai yake tu kale kaga indo ciothe si miracle. Ni moyo ndo na matingiruta kawira. Watu hawezi fanya kazi. Sasa hii nikitaka kwenda Nairobi miracle happen. Nijikute kama venye Philip alijikuta Azotus. Nilikuwa nahubiri hapa, nikasema nataka kwenda Nairobi, nikifuba macho nikifubua najikuta Nairobi. Haja ya gari liko wapi? Kuna haja ya gari? Mtu mwenye anaweza toka hapa hadi Amerika akiwa tu amekaa hapa, ana disappear mysteriously anajikuta Amerika. So it's very important when you are fellowshipping with God, it is through faith that we experience God's grace. Grace. Nataka ushike hiyo jina grace. If you want to experience God's grace, it is through kuamini. Gwĩtĩkia nĩ atũmire tũkinye wega-inĩ wa Ngai. Koguo twĩna gĩkeno nĩ ũndũ wa kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa twĩnakĩo gĩa gũkagaya riri wa Ngai. Tuko na furaha kwa sababu ya tumaini ambalo tuko nalo. Tuna furaha because of the hope ambayo tumepewa ya kugojea utukufu ambao Mungu ametuwekea. Hallelujah. Niko nahubiri pahali nikasema ya kwamba wale ambao wanafanyaga harusi at the age of 25, university student wanamalizaga na miaka ngapi? Around 22. Wale ambao walisoma wakiwa wachanga mpaka 27. Si mnajua hivyo? So mtu ambaye ameoa 25 plus 27 ni miaka ngapi? Nyinyi mliakukaa kama hesabu. 52 years. Sasa you can imagine mzee akipata mtoto at the age of 25. Ata celebrate mazao ya huyo mtoto wake at the age of 50. Abuliza rafiki yako umeshika Kenya nimesema. Mwana ucio ndũngĩmũigĩrĩra moko mwĩra atĩrĩ no nginya ũrĩkie university na nĩ hĩndĩ gaciarwo. In the name of Jesus, riba kayanda, natangaza wewe mtoto utaingia university na saa hii hata ajui kunyonya. Si unakuwa patient. And this is what God is waiting for his people. Watu ambao wako na kugojea kwa sababu ya utukufu ambao tumewekewa. Abraham aliambiwa kwamba nitakupea mtoto at the age of 75. Abraham was very patient mpaka wakati alikuwa 100 years ndio amepata mtoto. Hebu niulize wewe, unaweza gojea miaka ngapi? Unaweza gojea Mungu miaka ngapi? Mungu hakuwagi na hiyo maharaka watu wako nayo. God is not in a hurry. God is not moving out of Kenya. God is not moving out of the world. Wewe hiyo speed uko nayo, wewe acha speed. Jerojo ukiwacha speed hizo uko nazo. Kĩrĩgĩrĩro gĩtũmaga mũndũ agĩe na kĩndũ gĩtagwo gũkirĩrĩria. Patience. Na patience inakwambiaga at the age of 60 you know you'll be alive. Na you'll see the glory of God ambayo Mungu amepanda katika maisha yako at that age of 20.
the fruits ambazo utapata. Hallelujah. Ukikuja siku ya leo ukute nyumba, jana hakukuwa na nyumba hapa, ukute imeinuka, leo kuna nyumba ya ghorofa hapa. Mtakaa hapa kusoma msikie Mungu venye anasemaga? Hamwezi. Kwa sababu some things hata katika nyumba ambazo tunajenga, it requires time that we may establish things. Hata shule ambayo tunasoma, wanafunzi lazima wagojee standard 1, standard 2, standard 6, 7, grade 10, mpaka university, mpaka umalize. Alafu sasa unakuja tunakupea hiyo thobe. Naitwa nini kwa Kiingereza? That crown, that gown. We celebrate with you. Tuna celebrate kwa nini? Umevumilia. Na sasa umepata nini? Umepata ushindi. Yesu alikuwa tajiri. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Lakini wakati alikujaga hapa, alikujaga akiwa maskini. Familia yenye aliingiaga ni familia hata iwezi afford kwenda kwa lodging. Wakati wameenda hawana pesa, ama tuwasimu nyumba zimejaa, hawezi enda kwa guest house. Mtoto amezaliwa wapi? Kwa holi la ng'ombe. Lakini mtoto mwenye amezaliwa kwa holi la ng'ombe ni nani? Mwokozi. Jerioshioge, hata wewe ni mtu mkubwa wa Mungu, despite of the fact ambayo uko unapitia. Jerioshioge, wewe ni mtoto wa Mungu. Jana hamkukula ama mlikula kidogo? Hata kama mlikula kidogo, nyinyi ni watoto wa nani? Nyinyi ni watoto wa Mungu. Bwana atukuzwe. Hamuna brado. Kwenu mnatoka kuangalia za wengine. Nyinyi ni watoto wa Mungu. Yesu alikuwa anachomoka anaitisha puda ya wenyewe ya neighbor. Ndio amepada anaenda nayo Jerusalem. Mfalme, muumba wa mbingu na ardhi. Jerosho umeshika hiyo. Don't despise yourself. Usidespise maisha yako ati unasema ati sina. Yesu alikuwa anajua ya kwamba hivi vitu yote ni yangu. Mimi ndiye niliumba, lakini si lazima nikue nazo. Si lazima nikule. Anasema thimojo telie fudelea na fudeo mori omuge mwenene arameda. Si unaweza fikiria huyo mtu ni crazy. Ati mwenene aleka ke. Mwenenu mwenye puda ni nani? Yesu anasema yeye ndiye mwenye puda. Anaitisha nini? Na akaletewa puda. Wakati amekalia puda, kuna watu wanapeanaga story wanasemaga puda ya kwamba puda ndiyo iliwekewa nini? Vitu ikanyage. Nafikiria kama puda ilikuwa inaongea, ilikuwa inaambia puda zingine, nyinyi hamna vichwa vizuri. Najua venye sherehe imefanywa kwa sababu yangu. Puda ilikuwa inafanywa sherehe kwa sababu yake ama kwa sababu ya Yesu? That's the difference, brothers and sisters. Kenya umebeba ndicho kinafanya uinuliwe. Ukiacha Yesu, sifa zako zimeondoka. Kenya kinafanya uinuliwe, Kenya kinafanya mambo yako yawe mazuri ni kwa sababu ya mwenye umefanya nini? Hallelujah. Sasa puda imewekelewa, sasa sisi tunatembelea kwa vitu vizuri, si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Hallelujah. Unajua Mungu anaenda kutuinua zaidi. Tutakuwa tunapitia red carpet kwa sababu ya nani? Si kwa sababu yetu, si kwa sababu ya experience, ni kwa sababu ya nani? Hallelujah. Sijui kama unashika Kenya nasema. I want to introduce you this man Jesus, the creator of the universe and the earth, but he had nothing wakati alikujaga hapa. He had no problem kuwa hana kitu, kwa sababu alijuaga vyote ni vya nani. Na mimi huwa nawapea mfano, nawaambia mimi nikikuja hapa na kinyasa na t-shirt, mimi nitakuwa bishop nusu, nitakuwa tu bishop. Unashika Kenya nasema. President akikuja hapa wakati anapiga golf, anavaa suti na tai. Si lazima avae kama vitu ya mpira. Yeye ni president. Hallelujah. So wapendo wa ile utukufu ambayo tumepewa ya Mungu, nani ambaye amefanya tupewe utukufu? Yesu. Na Yesu hajisurutishi kwa wanadamu. That is the difference between God and Satan. Satan forces himself to the people,
But Jesus will never force himself to people. Kwa sababu gani? Wakati wewe umepika chakula na unasikia wewe uko na njaa, huwa unasurutishwa kukula chakula? Mtu akisikia njaa ama akihisi njaa, kwa sababu njaa nasikia mtu hasikiagi, ni kuhisi. Wakati umehisi njaa, nani anafaa kukwambia uko na njaa? Si unajua pahali kitchen iko? Kwa sababu umehisi. Haleluya. Yesu sasa anakuwaga hivyo. Nani anataka kuokolewa? Anauliza nani anataka kuokolewa. The choice ni yako. Nani anataka baraka? The choice is yours. Haleluya. Sasa kama utachoose kutokuja kwa Mungu, nani atakusukuma kwa viboko? By the way, kama Mungu anataka watu wote waokoke by force, hata mimi hangenituma hapa niwahubirie. Mungu angeleta kina Mikaeli hapa. Unajua Mikaeli? Usipookoka kichwa inaenda. Sasa kuna watu wageokoka by force, si kwa sababu wanapenda, lakini hapa ni choice. That's why ndugu zetu wengine wataenda jehanamu, si kwa sababu hatuwapendi, lakini kwa sababu choice ya kuokoka ni yao. Kuna watu wengine hata wake zetu na waume zetu wengine wataenda jehanamu. Mume aende mbinguni, mke aende jehanamu. Mke aende mbinguni, mume aende jehanamu. Kwa sababu it's choice. It is what you choose. Hallelujah. Kwa hivyo usiseme ya kwamba ati mimi ati na familia yangu tutaenda mbinguni. It is an individual responsibility. Ukiamini Yesu, sawa. Usipomwamini Yesu, that is your choice. Consequences ya kutoamini. Na kwa sababu tumesema it is through faith, one of the areas ambayo mmeshika ya imani ni kuingia kwa madhabahu. Umekuja tu hapa by faith. Hapa mnaona Yesu. Umekuja kwa imani. It is by faith. Umeamuka mapema ukasema nitaingia kwa madhabahu. Umelipa gharama, umetoa mali, umetoa pesa zako, umeingia kwa madhabahu kwa sababu ya imani. Hata wale wanaenda kwa milima kutolea kafara miungu ya milimani, ni imani. Wanatoa sadaka huko. Haleluya. Na wanatoa pesa, wengine wanatoa mapesa mengi, mabuzi mingi wanatoa sadaka zao huko. Kwa sababu wameamini huko. Ukiona mtu akikuja kanisani anasikia ni vigumu kutoa sadaka hapa, hana imani hapa. You don't trust here. You don't trust God of this place. Ukiona hado rali gererio ginya go support, how do it get trust. Ukitaka kujua mtu wako na trust na kitu, angalia how he behaves when it comes to support. Support yako pahali unaipelekaga, hapo ndio una trust. That's why the Bible says pahali utajiri wako iko, moyo wako uko hapo. Bwana atukuzwe. Ukiona mtu kama Francis anatoka Naivasha, usifikirie ni kitu rahisi. Naivasha umeacha makanisa gapi? Mingi. Kutoka Naivasha all the way mpaka hapa. Hiyo usifikirie ni jokes. Na ni gharama. Na hujakuja hapa upewa faida. Hujakuja hapa ati baada ibada tumalize ati uniite kado bishop. Usinipe 300. It is faith. So you trust the altar. You trust the minister of the gospel. Bwana atukuzwe. And this is what Christ is looking for. Watu ambao wanaweza mtrust hata wakati hawana chochote. Watu wanaweza ngojea Yesu. You can imagine Yesu ambaye tunaamini aliuliwa kama buzi. Buzi rafiki yako, unajua huyo Yesu aliuliwa kwa hivi tu, just like that. Na magege ya watu. Mob. Kulikuwa na mob justice. Hallelujah. Ungekutana na Yesu akiwa amesulubishwa katikati ya wezi wawili, ungefikiria Yesu ni mzuri? Na wewe hujajua mambo yake. Hebu tuasiume umeenda ukakuta hapa Engineer Diogorogotha, ukakuta watu 3 wamesulubishwa. How do you differentiate mtu mzuri na mtu mbaya? Si ungesema hata watu wote ni madhags. So kuna watu ambao wanajaji watu ambao wamesulubishwa katikati ya wezi, mpaka wao wahesabu na wezi. Kuna watu wamesulubisha mpaka their saviors kwa sababu wamehukumiwa kama wezi.
Ukienda jela ukuta watu wako jela, unafikiria wote ni wenye makosa? Kwa sababu ati mtu wako jela unafikiria watu wote ni wenye makosa? Kama watu wote ni wenye makosa, Yusufu alifanya nini kwa jela? Na alikuwa na Mungu mkubwa. Bwana tukuzwe. So kama ungeenda wakati wa Yusuf uambiwe sasa hukumu, si ungehukumu mpaka Joseph, useme ya kwamba na you're innocent. You are not innocent. You are brought here because you are somebody who is very bad. Wapendwa, siturejesha ushirika wetu na Mungu wetu, and it is only through Jesus. Hallelujah. So wakati tuko hapa, ibada yako wacha iwe ni wewe na Yesu, usigoje watu. That's why I train you to have good fellowship with him. Don't trust me more than Jesus. Just trust Jesus and then trust me. I'm not the savior. There is the savior who is Jesus Christ. Hallelujah. Unajua kuna watu sasa wameamini watu kuliko wameamini Mungu. Bwana atukuzwe. Sasa sisi tunafaa kumarket Yesu. Ndiye amefanya tukue hivi. Yesu ndiye anafanya tufike mbinguni. Yesu ndiye ametutengenezea njia. Biblia inasema ya kwamba he is the way, he is the truth, he is the life. Hallelujah. Nimaliza na kusema hivi, japokuwa nilikuwa nafikiria nitasoma verses nyingi. Ukitaka kuenda mbinguni, you don't need to give much in terms of shillings in the house. Unafaa tu kuamini Yesu. Biblia inasema Jesus is the way, the truth and the life. Ukitaka kwenda mbinguni, si lazima utoe sadaka hapa. Ukimwamini Yesu, you can go. Lakini ukitaka kutajirika hapa physically, mnashika Kenya, nataka kuwapea difference. The only difference ni hiyo. Ukitaka physically Mungu ainterfere na your resources, akufungulie milango physically, Biblia iko na a lot of principles ya kufanya wewe kuwa tajiri. One of the principles ni give and it shall be given unto you, good measure pressed together, na unajua hivi shaken, na zinafanya overflowing ukitaka kutajirika physically. So mimi nawapea njia ya nyinyi kuwa na mapesa kwa mifuko. Kwenda mbinguni, amini Yesu. Ingine inasema give the full tithe in the house, in my house, that there may be no lack. Alafu munitesti na hiyo, nitawafungulia, niwabariki mpaka mkose pahali. So huwezi amini Yesu upate mapesa, kwa sababu Yesu hakuja watu wapate mapesa. It's the principles of this world. Yesu alikuja ajitoe akiwa dhabihu, dhambi zetu na Mungu zifanya nini? Ziondolewe. Haya, modo kudanagia tomae. It's another principle of the kingdom. Na kenege katea. Bwana Juma ameshika hiyo, hebu tafsiriwe na Esther. Esther hapo. Esther Dongo. Si utafsiri. Modo kudanagia tomae na kenege kudio. Ati Esther ameniambia ati hajui hiyo. Esther Yuguna. Si utafsiria wengine wako karibu. Francis umeshika hiyo, modo kudana yatomae. Wewe ni Mkikuyu? Unajua Kikuyu, nilienda huko kwenu nikasikia Kikuyu ndio mingi sana. So modo kudana gia ni yake kate. Ni agakudio. Hiyo ni principle ya hapa ya kutajirika hapa duniani. Hiyo inakwambia kama unapenda kutembelea watu, hata wewe utapata marafiki wengi kwako. It is as simple as that. Na wenye hawatakai kutembea sana kwa watu kama mimi, unafikiria nitapata marafiki wengi? Buuliza rafiki yako. Wewe ukikuwa kama bishop, unajua mimi kuingia kwa mtu inakuwa difficult. Very difficult. Sasa wewe unatembelea watu. Ila Esther. Ndio shara gerado kana hana bishop. Onayo hana ugo. Na wewe unaga ndoiga na gwaku. Sasa hivyo, that is the simple principle. Ukiona watu ambao wanatembeleana, anatembelea huyu na yeye kwake utaona wageni. Ukiona mutumio thia na kodo, hado na shukari na ke, agatwarira andu aria angi na tumakara, gwake ni gukagwo na tuondo. Andu matifocagwo guka gwake na ciondo. No aria matakuaga ciondo,
mokaga ceni makwiraga nyina wengania arugamite ceni nao ni mariceragirwo no hatiri kiondo mutwe oria wekaga noguo. Biblia inasema vizuri, it's a principle of the kingdom. Ile kipimo unapimiaga watu nayo ndio utapimiwa nayo hiyo kipimo. Haleluya. Kama unanunulia, mimi nimeshajifunza na hiyo sana. Sometimes naendaga nakuta nanunulia mtu chai kafu, mwambia hakuna kitu kingine, kunywa kafu. Alafu siku hiyo nakutana na mtu ananiambia Bishop, ndiye no hoti wao kugulira chai tu, ndiagura kindu kingi, chai peke yake. Najifunza kwa hivyo it's the same formula. Na mimi sikumwambia ati nilinunulia mtu chai kafu. Ukiona umenunulia mtu nyama, unakutana pahali umekaa kwa nyama, unasikia ati nyama imelipwa, mpaka unauliza nani amelipa nyama? Unaambiwa alikuwa pale lakini ameondoka. Lakini ni kwa sababu wewe ulinunulia mtu. Mnashika Kenya nasema. So wewe usikuje kusubua Mungu hapa. Usisubue Mungu hapa. Kama wewe kazi yako haufanyagi mambo mazuri, don't expect anything. Hallelujah. Hata ukiomba hapa ukilia na uhurumiwe na watu kwa sababu umelia, kama principles hizo hazifanyi kazi, you will not get anything. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. Nimewaambia huyu Yesu ni nani? Kidogo tu. Lakini next time nafikiria Mungu akitupea time tutakuja tu kuelewa Jesus ambaye tumemwamini. Kwa sababu Yesu wetu hajakuja tu ili watu wajae tu kwa madhabahu. Amekuja kwa sababu anataka kushughulikia mambo. Siku ya leo tumeitenga kwa sababu ya maombi. Na ni kwa sababu